Yapo mambo mengi pengine yamekuwa kikuvutia mbele ya macho yako, lakini inawezekana ufahamu yametokana na nini. Basi pengine ni matokeo ya ubunifu na uvumbuzi, ikiwa hii leo ni siku ya ubunifu na uvumbuzi duniani, siku ambayo Umoja wa Mataifa uliiteua hasa Aprili 21 kuwa mahususi kwa ajili ya ubunifu na uvumbuzi duniani, ili kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa ubunifu na uvumbuzi katika nyanja zote za maendeleo ya binadamu. Sasa kuzungumza kuhusu hili, tupo hapa na Tabea Salambuhuni kutoka UNDP. Tuzungumze kuhusiana hili. Tunafahamu kwamba maendeleo ya jamii na mambo mengi ya msingi yanatokana pia na ubunifu pamoja na uvumbuzi. Karibu sana. Asante. Tumejisikia vizuri sana na furaha kuwa na wewe asubuhi hii kuweza kulizungumza hili. Asante. Karibu sana. Asante sana. Uko salama, unajisikia vizuri? Niko salama. Hakika. Ubunifu na uvumbuzi, tuanzie hapo. Mtu ambaye anasikia sasa hivi aelewe nini? Okay, ubunifu na uvumbuzi ni maneno ambayo saa nyingine tunaweza kusema yanatumika interchangeably, ama unakuta kwamba yanatumika, yani kwamba yanabadilishwa. Na mara nyingi kumekuwa hakuna tafsiri moja, lakini tunapozungumzia ubunifu ni ule uwezo wa kuja na mawazo mapya ya kutatua changamoto fulani, ama wengine wanaweza kuita ile uwezo wa kuja na ideas ambazo ni tofauti na vile ambavyo vitu vimekuwa vinafanyika. Kwa hiyo ni namna ya kuja na mawazo tofauti ama suluhisho tofauti kutatua changamoto mbalimbali. Lakini unapochukua mawazo hayo tofauti na ukayafanyia kazi ili kuweza kuja sasa labda tuseme na bidhaa tofauti ama mfumo fulani tofauti wa kutatua changamoto, ama kuja na namna fulani tofauti, yani ukawa na kitu ambacho ni tunaweza kusema kwa Kiingereza ni tangible, lakini kwa Kiswahili tunaweza kusema uhalisi, kitu ambacho sasa kinaweza kuleta ile suluhisho yenyewe za kutatua changamoto za watu au changamoto za kijamii. Hapo sasa unakuwa umefanya uvumbuzi. Sawa, uvumbuzi unaweza ukasoma kuwa mvumbuzi ama kuwa mbunifu pia na yenyewe? Si lazima. Si lazima, lakini inawezekana kusomea. Kusomea unawezekana, ndio. Kuna kozi ambazo kwa mfano kozi za watu wanaenda kusoma mambo ya innovation shuleni. Kwa hivyo ninachoweza kusema ni kwamba ukisoma ni kwamba unakuwa umepata namna bora zaidi ya kufikia ule uvumbuzi, lakini si lazima mtu asomee, kwa sababu au hapa tunasema labda ni kwamba mtu anakuwa tayari ana hicho kipawa, alafu aenda kuongeza maarifa zaidi, tuseme hivyo. Hiyo pia inawezekana, kwa sababu unaweza ukaenda kwa mfano labda uko hata vijijini ambapo labda watu hawana access ya elimu lakini unakuta tayari wana uvumbuzi wao ambao unawasaidia kutatua changamoto zao za kila siku. Na wewe unakuta ni mtu ambaye pengine hajaenda shule. Ndio maana nasema kwamba shule inakuwa inasaidia kukupa ile systematic way ya kufikia ile hatua ya uvumbuzi, lakini kimsingi siwezi kusema kwamba ni lazima, kwa sababu tayari kuna vumbuzi ambazo ziko ambazo zimefanywa na watu ambao hawakwenda shule. Sasa unajua Beti, kwa wenyeji wa kanda ya kati kule aina ya usafiri ambao wanatumia, kuna mnyama anaitwa punda. Sasa kuna punda yule Juma amefungwa mkokoteni, umenifahamu vizuri, kwa hiyo wanabeba mizigo, yani ni usafiri ambao umewarahisishia, yani anafuga mnyama huyo anamsaidia. Kwa hiyo inawezekana kila mtu anaweza kuwa mvumbuzi. Inategemea kama mbunifu katika namna yake. Inawezekana sisi pia kuna ubunifu fulani ambao tunaufanya hata katika simu zetu. Simu ikiharibika unafanya kitu fulani ili iendelee kutumika. Kwa hiyo kuna namna mtu anaweza kaa ni mbunifu ili kuweza kujisaidia kulingana na hali fulani. Labda ni namna gani, ni aina gani ya ubunifu ambao tunaozungumzia hapa katika siku hii ya kuadhimisha? Ni ubunifu ambao
unagusa nyanja mbalimbali kwa sababu ukiongelea ubunifu ni kitu ambacho kiko broad ama ni kipana. Inaweza kuwa ni ubunifu labda wa kuja na solution ama suluhu ya kutatua changamoto za kiuchumi, changamoto za kijamii, za kimazingira. Lakini kwa siku hii pia maalum tunaangalia pia zile uvumbuzi na ubunifu ambao unaweza kuchochea kasi katika kutimiza malengo endelevu ama kwa Kiingereza tunaita Sustainable Development Goals, SDGs. Okay. Sasa kubwa sana hii. Sasa kuna mambo mengi ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo ambayo tunaweza tukatafsiri kama changamoto hasa kwa Afrika. Ina maana tuna uhaba wa wavumbuzi ama watu ambao wanaweza kutuletea suluhu ya kutatua matatizo yetu. Kwa sababu tumekubaliana hapa mvumbuzi unaweza kusoma na usisome. Lakini ni kama jambo la asili, mtu anaweza kaa pengine amekuwa anaelewa kutokana na mazingira ambayo yanamzunguka. Changamoto ambayo tunapitia hapa Afrika pengine tumekosa watu wa kuleta suluhu. Hatujakosa watu. Sababu ni nini? Watu wapo na solution tayari, baadhi ya hizi suluhu tayari tunaziona. Kinachohitajika naweza kusema ni ile tu support zaidi kwa hao wavumbuzi ama wabunifu, ili waweze sasa kuzisogeza hizo huo ubunifu wao ukaweza kuleta tija katika jamii zao, lakini katika taifa au nchi zao kwa ujumla. Lakini si kwamba hakuna, wapo. Ukiwatafuta utawapata. Na ndio maana kwa upande kama wa UNDP kupitia mradi wetu wa Funguo tunasaidia watu wa namna hiyo, wabunifu na wavumbuzi ambao wako katika ile stage ya mwanzo kabisa, stage ya awali, ambao tayari wamekuja na uvumbuzi wao, lakini wako katika hatua ambayo unakuta hawawezi kupata kwa mfano mitaji ya kuweza kuwasogeza mbele zaidi ili kufanya zile idea zao ama solution zao ziweze kufikia walengwa wengi zaidi. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa mitaji ambayo inaweza kuwasaidia kuwasogeza sehemu fulani. Uvumbuzi pia unahitaji kipato, unahitaji pesa. Kwa kiasi fulani yes, unahitaji. Kipi ambacho kinapaswa kuanza sasa? Napaswa na pesa au nani kwanza? No, sidhani kwamba kuna kipi yani kwamba ukisema kwamba usubiri pesa, kwa sababu wao ambao wameanza sidhani kama walikaa wakasubiri pesa ndo tayari wanafanya kitu. Kwa mfano kwa wabunifu na wavumbuzi ambao tunafanya nao kazi tayari, wengine wako, tuseme wote ambao sisi tunawasupport wanakuwa tayari wako sokoni kwa kiasi fulani, wanafanya kitu, lakini tunachofanya ni kuwaongezea kasi ili waweze kufika mbali zaidi na waweze kupata fursa zaidi. Lakini si kwamba mtu unafaa ukae na kusubiri kwanza upate mtaji kabla ya kuanza. Wapo ambao wameanza pasipo chochote na wakajaribu kupeleka suluhisho zao katika masoko na watu wakazipokea, wanasonga mbele. Lakini tumeona wabunifu wengi sana. Wabunifu ni wengi mno na wamekuwa wakijitokeza, lakini mwisho wa siku tunaona support ya siku moja. Baada ya hapo hatuoni wameendeleaje au wamefikia wapi kupitia miradi hii ambayo nyinyi mnasema mnatoa misaada kwao ili kuweza kuwashika mkono na kuendeleza kile ambacho wamekibuni. Sasa tunawasaidia vipi, au inakuwa ni nini hasa ambacho kinatokea hapo katikati? Ni yule ambaye ni mbunifu anakuwa amelega, au ni ninyi ambao mnakuwa kidogo mambo hayajakaa sawa? Wabunifu ni wengi sana. Nini hasa ambacho kinatokea? Naweza kusema kwamba kwenye kusapoti masuala ya ubunifu na uvumbuzi ni zaidi tu kwa mfano ya kutoa mtaji. Ni kwa mfano baada ya kutoa mtaji unaendelea kumsapoti vipi ili ile biashara iendelee kukua, aweze kutanua masoko. Na hapo ndo linakuja swala kwa mfano la kuhakikisha kwamba pamoja na mitaji ambayo wanapata wanaendelea kupata msaada wa kiufundi. Iwe ni jinsi gani kwa mfano ya kuongeza
masoko, ni jinsi gani kwa mfano wanakutana labda na wawekezaji, ni jinsi gani kwa mfano wanaboresha operations zao ama tunaita uendeshaji wa zile biashara. Kwa sababu kutoa mitaji ni kitu kimoja, lakini ni namna gani sasa mtu anatumia ule mtaji kuongeza tija katika biashara yake. Lakini mbali na hivyo, kwa mfano kama mradi wa Funguo ambao uko chini ya UNDP ambapo ndipo ninatokea, pia tunafanya kazi kwa karibu sana na watunga sera kuhakikisha kwamba pia kuna sera wezeshi ambazo zinaweza kuwasaidia wabunifu wao kupiga kasi na kuondoa vile vikwazo ambavyo vinaweza kuwazuia wao kufika mbali zaidi. Kwa hiyo sio tu kitu kimoja, lakini ni vitu vingi ambavyo vinategemeana, ambavyo vinatakiwa vyote vifanye kazi ili mtu aweze kufika pale ambapo anatarajiwa kufika. Okay. Yeah. Biashara, makampuni wanawatumia wabunifu kwa usahihi ambao unatakiwa, kwa sababu kiuhalisia inawezekana sio tu tunatakiwa tuje kwenu kupata mtaji, inawezekana pia kampuni zikawa zinaweza kuwatumia hawa wabunifu ili pia kuendeleza kitu fulani katika kampuni zao. Kwa kiasi fulani imeanza limeanza kufanyika. Kwa mfano kuna wabunifu ambao wako kwenye upande wa masuala ya fintech, yani teknolojia za kifedha. Tayari tumeona kuna mabenki ambayo yanawapa wabunifu hawa platforms ama fursa za kwenda kuintegrate ama kuunganisha ile mifumo yao na kuitest ama kuijaribu katika hii mifumo yao ya kibenki na kuona kama inaweza kuleta tija. Kwa hiyo tunaanza kuona taratibu hiyo inaanza kutokea, lakini hata yapo makampuni kwa mfano ya simu ambayo pia yametumia baadhi ya hizi uvumbuzi ambazo zinakuwa zinaletwa na wabunifu mbalimbali. Wamefanya nao kazi na tunaona saa nyingine hata pia wamekuwa wakishirikiana na serikali. Kwa hivyo tunapiga hatua, japo kazi bado inatakiwa kufanyika ili kuhakikisha kwamba inafanyika kwa ukubwa na upana zaidi. Sawa. Umezungumza kuhusiana na programu yenu ya Funguo. Pengine kuna mafanikio yoyote kupitia programu hii ya Funguo, ama kuna miradi ambayo imetokana na ubunifu wa watu wetu, na hiyo pengine ni miradi ile ya kuvutia zaidi? Unaweza pengine ukashare na sisi pia, ili anayetazama sasa hivi pia na yeye aone namna ama ahamasike kuwa mbunifu. Kwamba unaweza ukarudia tena swali? Sawa. Kwenye programu yenu ya Funguo mnawezesha watu wanaofanya ubunifu. Sawa. Mpaka sasa hivi kwenye programu yenu mmezalisha wabunifu wangapi, ama mmewafikia wabunifu wangapi ambao wamekuja na bunifu ambazo ni za kipekee? Okay. Kwa sasa hivi tuna wabunifu 61 ambao tumesha wasapoti. Lakini tija kubwa ipo katika kutizama baada ya kuwasapoti, kama alivyokuwa anasema dada, nini kimetokea. Sisi lengo letu tunapotoa hiyo tunaita catalytic grant, ni kama mtaji wa kuchochea ili wao waweze kupata fursa zaidi. Kwa sababu leo kama ndio umeanza biashara yako, labda tuseme una miezi 6, hata kama unauza tayari una wateja hata 100, ukienda kwa mfano benki ukaomba mkopo si rahisi ukapata, kwa sababu hauna ile credit history. Umefanya ni kitu umekifanya kwa muda mfupi. Sasa sisi tunachofanya ni kuingia hapo na kuhakikisha kwamba tunawasaidia wao kwanza kuondoa tuseme kama kudirisk, kama kuondoa zile risk ambazo unakuta taasisi za kifedha zinakuwa zinahofia katika kuwekeza. Na si tu taasisi za kifedha tunazojua kama mabenki, lakini siku hizi pia kuna vitu kama, sio siku hizi, lakini kuna wawekezaji wengine kwa mfano kama venture capitalist. Tunaangalia kwa mtazamo huo. Kwa hivyo tunapowekeza katika ile stage ya mwanzo, tunawasaidia wao kuweza kuboresha mifumo yao ya kiutendaji kufikia sehemu ambayo
baadaye itawapa confidence wawekezaji wengine, iwe labda ni taasisi za kifedha kama mabenki ambayo tunayajua, au labda wawekezaji wengine kama wale tuseme VCs. Kwa hivyo kitu ambacho tumeweza kufanikiwa ni kwamba toka tumeanza kutoa mitaji hii, ile pesa ambayo tumewekeza kwa wabunifu hawa imeweza kuleta mara 3 zaidi kwa maana ya matokeo. Wameweza ku attract ama kupata mara 3 zaidi ya kile, kwa maana pale alipoishia sasa imekuwa bora zaidi ya pale. Yani kwamba wameweza kupata fedha nyingine ambazo ukichukua ukifanya calculation unakuta ni mara 3 ya ule mtaji ambao sisi tuliwekeza mwanzo. Kwa maana ya kwamba ule mtaji tuliowekeza ni umeweza kuzalisha mara 3 zaidi ya kile tulichoweka. Kwamba wameweza ku attract investment mara 3 ya ile ambayo tumewekeza. Lakini ukitoa mbali na hiyo, kikubwa tunachotaka kufanya si tu kuwekeza, na sisi tuna zaidi tumejikita katika kusaidia wanawake na vijana. Na tunajua haya ni makundi katika jamii ambayo mara nyingi yanakuwa hayapati fursa. Inapokuja swala zima la fursa, tunajua vijana wengi hawana ajira. Kwa hivyo hii vijana wenyewe ni wengi. Kwa hiyo hii inaleta chachu kwao wao kuja na mawazo yao ambayo mwisho wa siku yanaweza kuleta ajira kwao, lakini pia na wao kuajiri watu wengine. Kwa hivyo katika hawa 61 ambao tumeweza kuwasupport, wameweza kutengeneza ajira nyingine 4,000. Kwa hivyo na hilo ndo lengo lenyewe ambalo tunaliangalia. Kwa hivyo naweza kusema hayo ni baadhi tu ya mafanikio ambayo tunaweza kuyaongelea kutokana na kile ambacho tulikuwa tumewekeza kwenye ubunifu wao. Sawa kabisa. Sawa, pengine tuangalie aina za bunifu ambazo zimefanywa kupitia Funguo. Tupate uzoefu hapa kwenye Morning Trumpet muda huu. Wakati nafika Dar, nilitamani sana kuona bahari, lakini bahari ilikuwa ni chafu, iliyozungukwa na plastiki nyingi. Kaona pia kuna fursa katika taka hizi, ndipo nikaamua kuwa sehemu ya mabadiliko. Habari, kwa majina naitwa Elena Silas, mwanzilishi na mkurugenzi wa Arena Recycling. Karibu sana. Arena Recycling ni kampuni inayojihusisha na urejelezaji wa takataka za plastiki kwa kubadilisha taka hizi kwenda katika vifaa vya ujenzi, ikiwepo matofali, tiles na eco-decking. Kwanza wakati naanza hii kazi, watu wengi walikuwa wanaona ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo nakumbuka rafiki yangu mmoja aliniuliza, yani Helen, umeamua kwenda kuokota Sawa, namna sehemu ya ubunifu ambayo Funguo wamefanya. Sasa niombe radhi kwa kukatika kwa kipande hicho cha video, pengine ungeweza kunufaika zaidi na kuona kile ambacho kimefanywa. Tueleze kuhusu hiki. Kilianzaje na kimefikia wapi hivi sasa ambacho tumetoka kukiona hivi sasa? Kwa mfano Helena, yeye Arena Recycling anatumia plastic waste ama zile takataka za plastiki kutengeneza matofali. Na kupitia hili kwanza anasaidia kutatua changamoto ya mazingira, kwa sababu tunajua plastiki ikienda kwenye landfill ama kwenye nini, chini ya ardhi, inaweza kuchukua mpaka miaka mingapi kudecompose. Kwa hivyo inakuwa mwisho wa siku inaleta changamoto katika mazingira. Kwa hivyo yeye anatatua hilo kwanza, changamoto ya mazingira, kwa sababu anachukua ile plastiki anatumia kutengeneza matofali ambayo akiuza yanamsaidia yeye kuongeza kipato. Lakini licha ya hivyo ni vile tu kwamba video imekatika katikati. Lakini pia ukitizama ameweza pia kutoa ajira kwa wanawake wengine wengi zaidi, ambapo wako kwenye karakana yake, ambao pia wanasaidia kutatua changamoto hiyo, lakini pia kujiingizia wao vipato. Na ndio kile ambao yeye ndo amewaajiri. Yeye pia ndo amewaajiri. Kwa hiyo amesafisha mazingira.
ameajiri, ndio yeye mwenyewe pia imekuwa sababu ya yeye kukua kiuchumi, lakini kukua kiuchumi kwa wengine pia. Ndio. Na hayo sasa ndio tunaita maendeleo endelevu na jumuishi kwa sababu kwanza ameweza kutoa ajira kwa wanawake wengine ambao kimsingi mara nyingi ajira hizi zinakuwa ni hafifu kwao. Lakini pia ameweza kutatua changamoto ya mazingira ambapo sasa hivi tunaimba sana kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na vitu kama hivyo. Kubwa sana hiyo. Sasa kwenye wale wabunifu 61 pamoja na Helena, wapo wengine wamefanya vitu ambavyo ni vya kipekee kama alivyofanya Helena? Sorry. Wapo wengi, ninaweza kwa mfano kumzungumzia, kuna Waga ambaye yeye anajishughulisha na suluhisho za kutoa. Kwa mfano sasa hivi tunajua kwamba dunia iko katika harakati za kupunguza emissions, carbon emissions. Sasa kwa mfano Waga yeye anatoa solutions ambazo zinaweza kusaidia kusukuma watu kuweza kupata solutions za kuchaji kwa mfano vyombo vyao ambavyo vinatumia umeme. Kitu ambacho bado ni kipya sana Tanzania, lakini kinakuja kwa sababu ndiko tunapoelekea. Lakini pia kuna Soma Bags yeye anatumia kwa mfano takataka zile unapotengeneza simenti, ile mifuko michafu ya simenti, yeye anaichukua na kuibadilisha kutengeneza mabegi ambayo yale mabegi yanakuwa na solar panels, ambazo zile solar panels zinakuwa zinacharge. Kwa hiyo kule kwa mfano vijijini mtoto akibeba lile begi anapokwenda shule, ni begi ambalo limetengenezwa kwa takataka ambayo ingeza na yenyewe kwenda kwenye landfill, kwenye ardhi, lakini limebadilishwa limekuwa begi sasa kama la shule ambapo mtoto anaweza kulibeba, lakini ile begi linakuwa pia na solar panel ambayo inakuwa ina charge mchana ule mtoto anapokwenda shule. Jioni mtoto anatumia ule umeme wa kwenye begi lake kuchaji taa ambayo pia imeunganishwa kwenye hilo begi kujisomea, lakini pia mzazi anaweza kutumia ule umeme kuchaji simu yake. Kwa hiyo na yenyewe ni mojawapo huyo ni mojawapo wa ubunifu ambao tunafanya naye kazi. Kubwa sana hiyo. Tuangalie ubunifu mwingine ambao umefanywa na kusimamiwa pia na Funguo. Habari, naitwa Zena Msonde, mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya #Tanzania Limited. Mwaka 2008 tulimpoteza baba yetu mpendwa wetu na muhimili mkubwa wa familia, na kampuni ya insurance kuchukua muda mrefu kuweza kutulipa fidia kutokana na ukosefu wa taarifa sahihi za abiria. Tuliona kuna umuhimu wa kutengeneza mfumo kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto kama hiyo, na hapo ndipo mfumo wa MySafari ulizaliwa. MySafari ni mfumo wa kukata tiketi za mabasi kidijitali. Wakati naanza mfumo wa MySafari ilikuwa ni ngumu sana kuamini kuweza kufanya kazi na mwanamke kwenye sekta ambayo inaongozwa na wanaume. As a woman in the tech industry, Zena faces the challenge of having her success attributed to her gender rather than her skills and expertise. In a sector where credibility is often questioned, she continues to prove that innovation and quality drive her achievements, not assumptions. Wakati mwingine kuna kuwa na imani zile kwamba hicho ninachokifanya au kama ni wateja ambao nimewapata, sikuwapata tu kwa utashi wangu mimi au kwa wateja kuona umuhimu wa huduma ninayowapatia, lakini nimewapata kwa sababu mimi ni mwanamke. Ni dhima ambayo ni mbaya na ni dhima ambayo imejengeka kwenye mazingira na jamii ambayo inatuzunguka kwa kiasi kikubwa. Unaturudisha nyuma sisi watoto wa kike au wanawake katika kuyafikia mafanikio yetu. With the support from UNDP's Funguo Innovation Program, funded by the European Union and the UK government, Zena is breaking barriers. Through financial investment, mentorship and business development support, #Tanzania is expanding, delivering impactful digital solutions and redefining the role of women in technology. Mimi kama mwanamke katika sekta ya tehama, ni matamanio yangu kuona wanawake wengi
wakipata nafasi na kushiriki katika sekta ya tehama. #40% ya wafanyakazi imeshikwa na wanawake katika nyanja tofauti: huduma kwa wateja, customer experience, software development, bila kumsahau dada yetu anayetuandalia kifungua kinywa kila asubuhi tunapofika ofisini. Pamoja na majukumu yote, lakini pia natenga muda wa kuhakikisha na timiza wajibu wangu kama mama. Nataka kukumbukwa kama mwanamke jasiri iliyoacha alama kwenye sekta ya usafirishaji kwa kutumia teknolojia kuboresha sekta ya usafirishaji abiria na mizigo nchini Tanzania, nikiwa kama mama na kama mke. UNDP's Funguo Innovation Program is supporting women to overcome hurdles. Sekta ya usafirishaji kuboreshwa kupitia ubunifu huu ambao umeuona ni kutoka kwa Zena, si ndio? Ndio. Sasa nikiona vijana wengi, unajua Betty, ambao tumewashuhudia hapa, wengi ni kama ni wadogo hivi kiumri, lakini wamefanya mambo makubwa sana. Inawezekana hii, kuna mtu mwingine sasa hivi anawaza kwamba inawezekana ni mchakato mgumu sana kuweza kuanza swala la ubunifu mpaka kufikia pale kwenye hatua ya matokeo. Upi msimamo sahihi kwa yule ambaye anafikiria pengine namna hiyo? Nafikiri kama ulivyoelezea video zenyewe zimejieleza kwamba hawa ambao wameweza kufanya na wenyewe ni vijana wadogo, na nafikiri kinachohitajika tu ni ule uthubutu na mtu mwenyewe kujipa ujasiri wa kuanza. Changamoto ambazo zinatuzunguka kila siku ndo fursa zenyewe, na unapoamua sasa kutumia akili yako kuleta uvumbuzi katika changamoto hizo, ndipo ambapo sasa unaweza kuattract ama kuvuta fursa, kwa sababu unakuta zile yale mawazo mwisho wa siku ni yanakuwa yanatija katika kutatua zile changamoto. Na ikiwa inatija kwenye maisha ya watu watakuwa tayari kama ni kulipia ili kuweza na wenyewe kupata utatuzi wa changamoto zao. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba watu wanapoona fursa wachukue hatua. Pengine saa nyingine mchakato si mgumu kama ambavyo wanaweza kufikiria. Kikubwa ni kuchukua ile hatua ya kwanza. Sawa kabisa. Tumeona pia kupitia Zena kwamba changamoto inaweza ikawa ndio changamoto ambayo unakutana nayo katika maisha, inaweza ikawa ni fursa kama ambavyo umezungumza hapa. Kwa hiyo vijana wasilegelege katika hilo. Ni kweli, wasilegelege, kwa sababu nikirudi kama kaka mwanzo alisema kwamba hatuna wavumbuzi Afrika. Ni wapo, na kwa sababu pia changamoto ni nyingi. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe na wavumbuzi wengi zaidi. Kwa hivyo kikubwa ni kuangalia zile changamoto zinazotuzunguka kila siku na kuangalia ni tunaweza kuzitatua vipi. Hiyo ndo hatua ya kwanza, na hapo ndo nafikiria kwamba inakuwa ni rahisi sasa kuja na kitu ambacho watu wanaweza kuona kabisa kwamba hiki kina manufaa na kinakwenda kutatua tatizo langu. Na mtu akishaona kwamba kitu kinaweza kina potential ya kutatua changamoto yake, anakuwa tayari kulipia. Ndivyo kulipia ama kufanya na kuwekeza, kwa sababu ndivyo naweza kusema ndo nature ama ndo jinsi uhalisia ulivyo wa hizi vumbuzi nyingi ambazo tunazitumia kila siku. Ni kwamba tumeona kwamba zinaleta manufaa ama zinatusaidia kutatua changamoto fulani, na ndio maana tunazitumia. Sawa. Na sasa siku hii tunaiadhimisha vipi sasa kama vijana, kama wavumbuzi, kama wabunifu kwa ujumla wake kwa hapa Tanzania? Naamini kuna namna tofauti, lakini kikubwa kwetu sisi ni kutoa hamasa zaidi kwa watu kuendelea kutia nia zaidi katika kutumia uvumbuzi na ubunifu katika kutatua changamoto zetu za kila siku. Kwa sababu tukitizama zina umuhimu mkubwa na pia zina potential kubwa ya kutatua changamoto nyingi ambazo zinatukabili kila siku kama ambavyo nilisema. Ukiangalia, tunaongelea kwa mfano, tukianza kuzungumzia maendeleo endelevu, tukiongelea kwa mfano goal number 1
ambayo ni no poverty, kuondoa umaskini. Hapo swala la ubunifu na uvumbuzi linakuwa linatija sana. Whether ni muunganisha mkulima kule mashambani na masoko mjini, hiyo tayari hapo unakuwa umeshamsaidia sana. Kwa mfano mtu anaweza kuja na app ya kumuunganisha mkulima na masoko. Tayari hapo kuna potential kubwa ya kumtoa yule mkulima katika umaskini. Lakini pia ukija kwenye masuala mengine, kwa mfano kama hata ya afya, elimu na masuala mengine mengi ya kijamii, unakuta swala zima la uvumbuzi na ubunifu lina sehemu kubwa ya kutatua hizo changamoto ambazo tunakabiliana nazo kila siku. Kwa hivyo kikubwa ambacho tunaweza kusema ni kuhamasisha zaidi hata wale ambao pia tayari wanafanya ubunifu wao lakini haujulikani, ni kuangalia fursa ambazo zinawazunguka za kuweza kuwasupport wao kuweza sasa kuzifanya zile bunifu zao zikawa vumbuzi na zikaleta manufaa kwa watu wengi zaidi. Kwa kumalizia kwa ufupi sana, wabunifu ni wengi sana, wengi mno kiasi ambacho ni ngumu kuwahudumia wote kwa pamoja au kuwasaidia wote kwa pamoja. Labda ni vigezo vipi ambavyo vinatakiwa kwa mbunifu ili aweze kupata sasa msaada kutoka kwenu? Kwa upande wa UNDP Funguo program ambayo kama tulivyoona hapa yenyewe inafadhiliwa na Umoja wa Ulaya, lakini pia serikali ya Uingereza, lakini pia na serikali ya Finland. Tunachofanya huwa kila mwaka tunakuwa na tunatangaza call for funding, ambayo ni dirisha ambalo linawasaidia sasa watu wenye bunifu zao, ambao wamesha kuwa na solution zao na ziko katika soko, kuapply na kupata hiyo funding, ambao unakuta inakuwa inaweza kufikia mpaka $40,000. Na vigezo ni kwamba ile biashara inatakiwa iwe tayari iko sokoni, hata kama unauza vitu vichache, hata kama una wateja wachache, lakini tayari inatakiwa iwe sokoni. Lakini pia 50% ya wale wenye hisa kwenye hiyo biashara wanatakiwa kuwa ni wazawa. Lakini ukitoa hapo pia kuna unatakiwa uwe nimeshasema kwamba unatakiwa tayari uwe sokoni, ina maana tayari una wateja kadhaa, lakini unatakiwa uwe tayari umeshafanya, ina maana kama uko sokoni unatakiwa pia uwe tayari umeshafanya registration, ile biashara yako iwe tayari imeshasajiliwa. Lakini hivyo pia kama unavyosema wabunifu ni wengi na ni ngumu kuwafikia wote, ndio maana pia tunakuwa na majukwaa nyingine ya kufikia wabunifu wao. Mfano mzuri ni Innovation Week ambayo Funguo imekuwa ikiendesha kwa kushirikiana na Tume ya Commission ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, na mwaka huu tunashirikiana na Vodacom kupitia mradi wao wa Future Ready Summit, ambayo hii tunafanya itakuwa mwaka huu, itakuwa Mei kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16. Sasa hii inakuwa ni platform kubwa zaidi ama jukwaa kubwa zaidi la kuwaleta wabunifu wanaweza kufanya kuonesha ubunifu wao, uvumbuzi wao. Lakini pia tunakuwa na waunda sera, tunakuwa na watu kutoka kwenye sekta binafsi, tunakuwa na asasi zisizo za kiserikali, kwa mfano NGOs, tunakuwa na wahisani ambao wote wanakuwa wanajumuika kutumia hii platform kuendelea kuonesha bunifu mbalimbali ambazo zipo pengine watu wasingezijua, na kuchochea mijadala yenye tija ambayo inaweza kuleta sera wezeshi katika swala zima la ubunifu na utafiti. Tunakushukuru sana. Asante sana. Na tumefurahi sana kuwa na wewe kwa sababu tumejifunza kitu kikubwa sana. Si ndio? Sawa, tunakamilisha namna hiyo. Ni namna gani umekuwa na mchango kwenye jamii, kwa sababu tunafahamu kama wewe ukiamua kuwa mbunifu basi unaweza kuleta mawazo ambayo yanaweza kusaidia maendeleo ya jamii sehemu ambapo unapopatikana wewe. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Endelea kutafakari wakati unaadhimisha siku ya ubunifu na uvumbuzi duniani. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.